بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu wanahabari pamoja na Waislamu wote na Watanzania wote wanaonishuhudia leo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimependa siku ya leo nitoe salamu za kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo kwa mahesabu tulionayo ni mwezi 25, na tutarajia siku ya Jumatatu kuwa ni mwezi 29. Mwezi 29 ndio siku muhimu sana kwa Waislamu, kwa sababu ni siku ambayo tunatarajia kutazamia mwezi mwandamo. Kwanza nitoe wito kwa Waislamu wote Tanzania, mikoa yote, wilaya zote, kata zote, vijiji vyote, na mashekhe wote wa taasisi mbalimbali, mashekhe wa baraza wote kwa ujumla wao, maimamu wote kwa ujumla wao, na Waislamu wote kwa ujumla, kuwa macho katika siku ya Jumatatu ya tarehe 29 kutazama mwezi mahala walipo, na kwamba wakipata habari ya kuonekana mwezi basi haraka wafanye mawasiliano na ofisi zetu za baraza zilizoko karibu, na wale ambao wanaweza wakapiga simu wapige simu katika kamati yetu ya mwezi mwandamo iliyoko hapa makao makuu BAKWATA. Hilo ni jambo la kwanza na muhimu kwa siku ya Jumatatu, ili ukionekana mwezi tupate nafasi ya kuutangaza na watu waingie katika ibada ya kufunga ambayo ni wajibu. Kama mnavyofahamu, ibada hii ya funga sio ibada ya mtu kutaka ndio anafanya, ni ibada ya lazima kama ilivyo swala. Nyote mnajua kwamba Mwenyezi Mungu ametuwajibishia kufunga mwezi wa Ramadhani kama alivyosema mwenyewe katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii inatuletea mafuhumu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwajibishia kufunga mwezi wa Ramadhani juu ya kila Muislamu, mwanaume au mwanamke, afunge mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tunaufanyia maandalizi mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kuupokea kwa furaha, kwa bashasha, kwa kuona sasa umeingia mwezi ambao ni chuo kwa Waislamu. Mwezi wa Ramadhani ni chuo kwa Waislamu, wanajifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani mambo mengi, na ndio maana tunasema watu wafurahi kwa kule kuingia kwake. Japokuwa ibada yenyewe inaonekana kama ngumu kwa watu, kule kuacha kula, kuacha kunywa, kuacha starehe zao, kuacha mambo yao, wakawa nashikamana na ibada ya kufunga ambayo unashinda mchana kutwa bila kula na kuacha kila ambacho unakitamani kwa ajili ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana unasema kwamba man fariha bidukhuli Ramadhan wajabat lahu aljanna, ambaye amefurahi kwa sababu ya kuingia mwezi wa Ramadhani, basi huyu amewajibikiwa na pepo, ni mtu wa pepo, wa peponi huyu, kwa sababu ya swala la kufurahi tu, wala sijasema kufunga hapa. Inazungumzia kule kufurahi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtayarishia pepo mtu huyo kwa sababu ya kufurahia kuingia mwezi ambao ni nguzo katika nguzo 5 kubwa za Kiislamu, kisha akafurahia kuingia kwake. Kwa nini anafurahi? Anafurahi kwa sababu ndani yake kuna kufutiwa madhambi, kuna kuondolewa makosa aliyoyafanya, kwa sababu ya kuwa ameingia katika funga mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao una fadhila kubwa, kama tulivyowaambia mashekhe waeleze juu ya fadhila za kufunga, au kama tutakavyoeleza katika wakati ujao insha Allah Taala.
Na mwezi wa Ramadhani kama walivyosema ni chuo, lakini ni chuo cha kumcha Mungu. Wanajifunza watu namna ya kuendelea kuimarisha ule ucha Mungu wao. Lakini ni chuo vile vile kinachofundisha akhlaq, tabia njema, maadili anayapata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana tunasema kwa mwezi wa Ramadhani umewajibishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yetu kama chuo cha kujifunza namna ya kuishi na watu, kujifunza kuwa na subira, kujifunza kuwa na ustahimilivu, kujifunza kuwa watu wema na mengi ambayo watu wanajifunza katika mwezi wa Ramadhani. Kujifunza ukarimu, kuwa mtu mkarimu, kuwa mtu mtoaji, wakawa watu wanaweza wakahisi kile ambacho wanakipata katika mwezi wa Ramadhani. Matajiri wanatakiwa kufunga, maskini wanatakiwa kufunga. Lakini tajiri mwezi wa Ramadhani unamfundisha kwamba kile ambacho anakihisi katika njaa mwezi mzima ule wa Ramadhani katika michana yake, na hali ya kuwa yeye ana uwezo wa kununua chochote lakini hawezi kufanya hivyo kwa sababu ya kutekeleza amri ya Mungu. Je, mtu ambaye ndani ya miezi ambayo anaruhusiwa kula mchana lakini hapati chakula anakuwa katika hali gani? Mwezi wa Ramadhani unamfundisha huyu tajiri kuwa mkarimu na kuweza kuwasaidia watu wasiokuwa nacho. Kwa hiyo ninatoa wito kwa mashekhe kutoa darasa ndani ya mwezi wa Ramadhani za tafsiri ya Qur'ani, lakini za mafunzo vile vile ya mwezi wa Ramadhani, namna ya kufunga, namna ya kujua sharti za kufunga, adabu za kufunga, nguzo za kufunga na mambo ambayo anatakiwa mtu ashikamane nayo, na kujua vile vile mambo ambayo yanaweza kuharibu saumu yake. Na natoa wito vile vile kwa Waislamu wote kuhudhuria darasa mbalimbali misikitini mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kuweza kupata faida. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna swala ya tarawehe. Ninawahusia Waislamu wasikose kuswali swala ya tarawehe kwa sababu haipatikani katika miezi mingine 11 ila katika mwezi wa Ramadhani, na swala ya tarawehe ina fadhila kubwa. Wasiache kusimama usiku kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini watambue kwamba ni mwezi wa kumtaka maghfira, msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, kwa sababu ni mwezi ambao ukifanya jambo dogo unapata thawabu nyingi. Kwa mfano, ukiswali swala ya sunna ile ambayo unaiswali katika miezi 11 kabla ya Ramadhani, lakini ukiiswali ndani ya mwezi wa Ramadhani, uzito wake na daraja yake inakuwa ni sawa na swala ya fardhi katika miezi ya kawaida. Kwa hiyo hilo pekee yake litakufanya wewe ujue kwamba mwezi wa Ramadhani una faida nyingi. Hatuwezi kutaja katika hii press conference, nimegusa tu ili Waislamu waweze kupapia kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Na ni mwezi wa dua, mwezi wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo yoyote unayotaka wewe unaweza ukamwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukamlilia sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukajitupa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukashtakia mambo yako katika mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao dua zinatikiwa kwa karibu zaidi. Na niwatakie funga njema na funga ya kheri na kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa furaha na kwa bashasha sote. Na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe umri mrefu na siha kamil tuweze kufunga mwezi wa Ramadhani tukiwa tuna afya zetu kamili.